Yo, karibu sana kwenye channel yako pendwa. Sasa kama bado huja subscribe, like na kucomment kwa sababu wewe ni mdau muhimu sana. Naanza na burudani kutoka kwa Malkia. Msikiliza kidogo tu. Nimesimama nilipo na itizama Tanzania. Macho yangu yanamuona Malkia. Mawazo yangu yanamuona bibi wa Malkia. Uso wake umejaa tabasamu. Anasema, Malkia, nenda kule ambapo miguu yetu haikuweza kwenda. Nenda kwa niaba yetu, nenda kwa niaba ya uzao wako. Nenda kwani dunia haina mipaka, na mipaka ni mpaka wewe utake kujiwekea, na ukiweka usiweke kuta bali njia, na njia hii hapa tayari imeshafunguliwa. Nenda, hata mbuyu ulianza kama mchicha. Umemsikia Malkia wa nguvu, na sasa tunatazama mahojiano ya mama yetu Joseph Kusaga, yani ya mke Joseph Kusaga, na jinsi gani ameweza kumaintain mahusiano yake mpaka sasa hivi. Jambo zuri kulisikia, lakini hii yote ni kuhusu ufunguzi wa Malkia wa nguvu. Kwa wewe kuwa na nguvu ya kiuchumi, ya kifedha, baba pia ana nguvu ya kiuchumi, ya kifedha, lakini mmeendelea miaka yote hii, tunaona mkisherehekea anniversary huku na kule, Dubai, wapi, mambo mazuri kabisa. Kwa kweli namshukuru Mungu, mwaka huu nafikiri tunatimiza miaka 26 ya ndoa. Kama ukiwa na nguvu za kiuchumi, basi nyumbani kwako pia wewe una nguvu dhidi ya baba. Hiyo ndo labda ndo culture yetu wa Afrika. Ukiwa nyumbani, baba inabidi. Yes, so ni maneno hayo ya mke wa Kusaga, na hapa mke wa Kusaga yuko na wifi yake Sheba Kusaga. Yeye anasema bila serikali tusingeweza kusogea kwa spidi. Yaani serikali ina mchango mkubwa kwenye ukusogea kwa Clouds TV na swala zima la Malkia wa nguvu. So hawa ni wageni rasmi ambao wote hawa ni watangazaji wa kituo cha Clouds Media. Huyu ni Shade Waris, Queen of Red Carpet, alikuwepo kwenye ufunguzi wa sherehe hizi za Malkia wa nguvu 2025, na kauli mbiu ya mwaka huu inasema twende duniani, yani twende huko duniani tukaonekane Malkia wa nguvu sisi. Yes, tukafanye mambo makubwa. Huyu ni Mina Ali, na yeye alikuwepo kwenye ufunguzi wa Malkia wa nguvu. Lakini pia bila kumwacha Zaiki Nyenongwa, ngoja nikuache hapo akusalimie kwa shingi zake na yeye. Mnayemuona hapa mbele naye ni Malkia wa nguvu kutoka Uswahilini. Asanteni sana. Kwanza nimefurahi. Unajua kuna kitu kimeote hii baada ya kuja Malkia wa nguvu, nimejua kwamba kuna nyanya ndogo mimi nilikuwa sijaye kuziona. Ndio. Asanteni. Futari vipi? Tupe kidogo pale mtaani futari, watu hawaibii walindi futari ya odi ile. Kwa kweli kwa miaka iliyopita na sasa hivi tofauti. Zamani futari tulikuwa tunaweka nje. Ndio. Yaani mtu akipita karibu, sasa hivi sijui ni hali ngumu. Yaani inafikia tu ukigonga nyumba mtu anatoka mtu salamu alaykum. Shughuli hii MC alikuwa ni Dasakina Lioka. Yes, amefanya mambo mazuri sana kwenye sherehe. Ili noga na watu walicheza kama ambavyo unaona, wamefurahi. Hapo ni mwimbo wa Malkia wa nguvu ulikuwa ukipigwa. Kama nafikiri kila mtu anaujua wimbo wa Malkia wa nguvu, basi ndio huo watu walikuwa wanasakata hapo rumba, lakini pia wakiendelea kufahamiana na kupanga mipango mambo ya Malkia wa nguvu mwaka huu yaende mikoa mingapi. Leo ndio ufunguzi rasmi, kuna kitu gani kimeandaliwa kuhusiana na sherehe hizi za Malkia wa nguvu, tuzo gani zitatolewa. Hapa alikuwa ni Dahu na Gea Habib wakienda kusalimia stage, wakisalimia wahudhuriaji na kuambia kwamba sisi kama Malkia wa nguvu tumejipanga, wakiwa na Balkia hapo. Balkia wao nimemsahau jina kidogo bwana, mambo ni mengi, lakini wewe jua kwamba hiyo ni jopo zima la leo tena likiwa hapo. So kitu kingine ambacho kilikuwa kinavutia sana kuhusiana na ufunguzi huu wa Malkia wa nguvu, watu walijikoki wakapata iftari nzuri kabisa, watu walipendeza sana, lakini
kitu kingine ni speech ambayo ilitolewa na mmiliki wa Clouds Joseph Kusaga, akiwa ameonyesha mambo makubwa mengi sana kuhusiana na wanawake, kuhusiana na walivyojipanga kufanya sherehe hizi za Malkia wa Nguvu kwa mwaka huu, na kama kauli mbiu inavyosema twende duniani, na wao wako tayari kuwapeleka wanawake duniani. So hizi ni baadhi ya picha za matukio kwenye sherehe hizi za ufumbuzi. Nyingine na Nasra Fashion Kariakoo, ukiachana na Mbeya kwa mwezi huu hapa kwa Malkia wa Nguvu, bado ushindi ni nyingi sana mamangu kwa ujumla wake. So unaweza kumsikia sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeshafungua duka letu Kariakoo. Tunamshukuru sana, naishukuru sana Clouds Media toka nilivyokuja kufanya na nyie udhamini, mmezidi kunifungulia, nimeweza kufahamika zaidi. Kwa kweli imenipa kwamba kumbe na uwezo wa kufanya biashara sehemu yoyote bila shida yoyote. Na mizigo yetu sisi ni high quality. Tunachukua Uturuki, China, kufunguliwa dunia na Clouds. Naona ni thibitisho halisi, kwa maana watu wamekuwa na positive feedback na hiyo kauli mbiu ya tunakufungulia dunia ya Clouds. Lakini sasa hivi kauli mbiu ya Malkia wa Nguvu ni twende duniani. Huyo ni Kamshange na Neema Paul. Hawa ni watangazaji au wafanyakazi wa Clouds TV, na wenyewe nao walikuwepo kwenye ufunguzi huu hapa wa sherehe za Malkia wa Nguvu. Nani kama mama basi na Malkia wa Nguvu ni hawa hapa. Huyu ni Gati Builders, na yeye pia alikuwepo kwenye ufunguzi wa sherehe hizi za Malkia wa Nguvu. Watu wote waliokuwepo hapa kwenye ufunguzi, ujue tu kwamba wana vitu vya kufanya. Hakuna malkia hapa ambaye yupo tu anakaa tu, hapana. Malkia wote wana vitu vya kufanya, na ndio maana nakusi hata wewe ni malkia ule nyumbani. Huyu ni Baby Kabaye na mwenzake. Wewe uliokupo nyumbani basi uwe na vitu vya kufanya kama Malkia wa Nguvu ambaye umejishughulisha kwenye sekta yoyote, inakuwa ni nzuri sana na inakuwa inaleta picha nzuri, ili hata wanavyosema twende duniani, basi twende duniani tukaonyesha ujuzi wetu, ujasiriamali wetu, innovation zetu, akili zetu, kwa sababu wanawake tunaweza kwa sekta nyingi sana. Kwa hiyo sherehe hizi za Malkia wa Nguvu zikawe kama amsho kwako wewe ambaye umekuwa ukijiona bado, ujione kwamba ni tayari na unaweza mambo mengi na uzidi kujiamini kwenye kazi zako. So hapo nimekuletea udhuriaji ambao wameweza kuhudhuria sherehe hizi za Malkia wa Nguvu na jinsi gani waliweza kutokelezea kwenye iftari hiyo ya jioni ambapo sherehe hizo zilifanyika, na watu wote tumekubaliana kwamba Malkia wa Nguvu msimu huu tunakwenda duniani. Kwa hiyo nitakutangazia mikoa ambayo imeanza rasmi kwenye ufunguzi huu wa Malkia wa Nguvu, na sherehe hizi zitaendelea kufanyika katika mikoa tofauti, na hiyo mikoa yote nitakuletea hapa, utaiona, na sare pia za Malkia wa Nguvu nitakuletea hapa, uone jinsi gani Malkia wa Nguvu wamejipanga kwenye sekta za ujasiriamali, sekta za burudani, sekta za kupendeza, sekta za teknolojia. Yani tuna Malkia wa Nguvu sekta zote, na sisi kama Watanzania tunajivunia kwa hilo.